Mkoa kwa mkoa, taifa kwa taifa, bara kwa bara, na Jukoki TV, mwanga wa Injili. Msikilizaji na mtazamaji wa Jukoki TV, ni kukaribishe tena katika kipindi ambacho kiko mbele yetu ya dalili za mapambazuko. Dalili za mapambazuko. Sasa nikualike tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu mfalme unaishi juu mbinguni, tuongoze tena katika somo hili tunapojifunza habari za dalili za mapambazuko zinazohusu kuja kwako mara ya pili. Utuongoze kuelewa. Kwa jina lake Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Dalili za mapambazuko. Hii ni sehemu ya tatu. Katika sehemu ya pili tumejifunza zaidi sana, tukaona ya kwamba liko jambo ambalo wakati ambapo injili ya ufalme wa Mungu inapohubiriwa ulimwenguni kote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, liko jambo pia ambalo nalo linaendelea kuenea, linaendelea kutimia kama ambavyo kuangamizwa kwa Yerusalemu kulivyotimia. Jambo hilo, kuangamizwa kwa Yerusalemu kulivyotimia, nimezungumzia mahali fulani nikasema ya kwamba kuangamizwa kwa Yerusalemu ni kivuli cha kuangamizwa kwa ulimwengu. Kuangamizwa kwa Yerusalemu ni kivuli cha kuangamizwa kwa ulimwengu. Kwa lugha nyingine ni kivuli cha kuonesha ya kwamba dunia itaangamizwa. Dunia itaangamizwa. Nimesema ya kwamba uangamizo wa Yerusalemu ulikuwa una utimizo mwingine. Unabii wa kuangamizwa kwa Yerusalemu kuhusu chukizo la uharibifu kusimama mahali patakatifu lina utimizo mwingine. Na huu utimizo mwingine utatimia pale ambapo dunia itaharibiwa, itaangamizwa. Dunia itakapoangamizwa. Sasa dalili ya kuangamizwa kwa Yerusalemu ilikuwa ni kuzingirwa kwa mji wa Yerusalemu, chukizo la uharibifu kusimama mahali patakatifu. Kuanzia miaka ya 66 hadi miaka ya 70, hiyo ishara ilionekana. Wayahudi walitakiwa wakimbie. Waliobaki walipata changamoto. Sasa ukiangalia inavyozungumza utaona ya kwamba ujumbe huu wa kuangamizwa kwa Yerusalemu ulikuwa una utimizo mwingine, lakini hiyo ya kuangamizwa kwa Yerusalemu ilikuwa ni kivuli, ulikuwa ni mfano, tena ulikuwa ni mfano hafifu wa ile ambayo tunaita ya kwamba kuangamizwa kwa ulimwengu na mwisho wa dunia. Pambano Kuu sura ya 27, sura ya ukurasa wa 27, sura ya kwanza ya kitabu cha Pambano Kuu, anasema mambo yafuatayo. Anasema hivi: unabii wa Mwokozi kuhusu kumwagwa kwa hukumu juu ya Yerusalemu una utimizo mwingine, ambao kwa huo ulikuwa ni kivuli hafifu tu katika kile kilichoupata mji wa Yerusalemu. Tunaweza kuona uharibifu wa ulimwengu ambao umekataa rehema za Mungu na kukanyaga sheria za Mungu. Anazungumzia kitu cha namna hiyo. Kumbe kuharibiwa kwa Yerusalemu ni unabii wa kuangamia kwa ulimwengu. Kuangamia kwa Yerusalemu ni unabii wa kuangamia kwa ulimwengu. Kama Wayahudi walivyokataa rehema za Mungu, walipokataa rehema ya Mungu wakaangamizwa, ndivyo vivyo hivyo ulimwengu uliokataa rehema ya Mungu, uliokataa amri za Mungu, ikiwemo amri ya 4 ya ikumbuke siku ya Sabato na uitakase, utakavyoangamizwa vile vile. Kwa hiyo Wayahudi walikataa rehema za Mungu. Mungu aliwaambia, tokeni ndani ya mji wa Yerusalemu. Mtakapoona mji wa Yerusalemu umezingirwa, tokeni ndani ya mji wa Yerusalemu. Tokeni. Walikataa. Kwa sababu tangu mwaka 66 AD mpaka mwaka 70 AD Yerusalemu inaharibiwa.
kulikuwa kumewekewa karehema, kulikuwepo na muda, ilikuwa ni ishara ya wao kuondoka, lakini hawakuondoka. Walipuuza rehema za Mungu, wakaangamizwa. Vivyo hivyo ulimwengu wa saa za mwisho utaangamizwa kwa kupuuza, kwa kukataa amri za Mungu. Kukataa amri za Mungu, ulimwengu utaangamizwa. Na hizo amri za Mungu ikiwemo amri ya 4, ikiwemo amri ya 4. Kumbuka huku nimesema jambo ambalo kwa kadiri amri za Mungu, kwa kadiri ambavyo injili ya Mungu ya ufalme wa Mungu inavyohubiriwa ulimwenguni kote, Mathayo 24:14, hapo ndipo mwisho utakapokuwa umefika na Yesu atakuwa amekuja. Kwa kadiri injili inavyoenea ulimwenguni kote, ndivyo pia injili ya uongo inavyofanya nini? Inavyoenea. Jambo ambalo linaenea kama ambavyo linatimia kama ambavyo lilitimia kwa Wayahudi, litajitokeza na kutuleta katika mwisho wa wakati, na litasimama kama dalili ya kuja kwa Kristo mara ya pili, dalili ya mapambazuko. Sasa anasema huu una utimizo mwingine, unabii wa kuangamiza Yerusalemu. Unabii wa kuangamiza Yerusalemu una utimizo mwingine unaohusu kuangamizwa kwa ulimwengu. Wayahudi waliangamizwa kwa kukataa rehema za Mungu, lakini wakazi wa dunia wa saa za mwisho wataangamizwa kwa kukataa amri za Mungu. Hata kama wanamuita Yesu Bwana, hata kama wamejisalimisha, wanajiita wako kwa Yesu, lakini wameikataa amri za Mungu, watafanya nini? Wataangamizwa. Sasa ukisoma kwenye kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho ukurasa wa 93, roho ya unabii, neno la Mungu linaendelea kutuambia mambo yafuatayo. Kwenye Matukio ya Siku za Mwisho anasema mambo yafuatayo, ukurasa wa 93, anasema wakati hauko mbali sasa ambao kama wanafunzi wa kwanza tutalazimika kutafuta kimbilio mahali penye upweke na ukiwa. Kama wanafunzi wa kwanza, wapi? Wanafunzi wa Yesu waliokuwemo Yerusalemu. Kama vile kuzingirwa kwa Yerusalemu kwa majeshi ya Rumi ilivyokuwa ishara ya Wakristo wa Uyahudi, vivyo hivyo kujitwalia mamlaka kwa taifa letu Marekani kwenye mabano katika sabato ya uongo ya kipapa itakuwa ni onyo kwetu. Wayahudi, kumbuka sasa huko anavyosema kwenye Mathayo sura ya 24 fungu la 15, kuzingirwa kwa Yerusalemu, chukizo la uharibifu, kusimama mahali patakatifu. Kwa hiyo kwa Wayahudi wa Kristo wa Kiyahudi, wanafunzi wa Kristo wa kwanza, kuzingirwa kwa Yerusalemu ilikuwa ni ishara, ilikuwa ni dalili yao watoke ndani ya mji wa Yerusalemu, maana wakibaki hapo kuna hatari kubwa ya kuangamizwa. Na huku tumekwisha kujifunza ya kwamba kuangamizwa kwa Yerusalemu kilikuwa ni kivuli cha kuangamizwa kwa ulimwengu. Wayahudi walikataa rehema za Mungu, wakaangamizwa. Vivyo hivyo wakazi wa dunia wa saa za mwisho kwa kukataa amri za Mungu nao wataangamizwa. Hapa anatuambia ya kwamba kama ilivyokuwa kuzingirwa kwa Yerusalemu kwa wakati wa Uyahudi ilikuwa ni ishara kwa Wakristo kutoka kwenye mji wa Yerusalemu wakimbilie milimani, wajifiche mahali penye upweke, vivyo hivyo wakati ambapo taifa la Marekani litakapotangaza habari za Jumapili, habari za sabato ya uongo ya upapa, itakuwa ni onyo kwetu. Huo itakuwa ni wakati wetu wa kuihama miji mikubwa, ikiwa ni maandalizi kuihama miji midogo kwa ajili ya kwenda kwenye maficho katika maeneo yaliyojitenga miongoni mwa milima. Matukio ya Siku za Mwisho ukurasa wa 93. Kwa hiyo kumbe
kama ilivyokuwa kuzingirwa kwa Yerusalemu. Kuzingirwa kwa Yerusalemu ilikuwa ni kuzingirwa na majeshi ya Rumi, na hilo ndilo chukizo la uharibifu la wakati ule. Kwa hiyo kumbe kuna chukizo la uharibifu la saa za mwisho. Chukizo la uharibifu la saa za mwisho, kusimama pasipolipasa. Kusimama pasipolipasa. Huko nimezungumzia kwenye amri za Mungu. Kwenye amri za Mungu kuna ikumbuke siku ya Sabato na uitakase. Siku zitafanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote. Lakini iko Sabato nyingine ambayo ni Sabato bandia, Sabato ya uongo, ambayo sio Sabato ya kweli. Hiyo ni Sabato ya uongo, ambayo ni Sabato ya siku ya kwanza ya juma, ambayo ni Jumapili. Unaposoma kitabu cha Luka sura ya 23 fungu la 51 na kuendelea hapo hadi fungu la 54, 51 hadi fungu la 54, utagundua hicho kitu kwa upana wake. Kwa hiyo kuna Sabato ya kweli na Sabato ya uongo. Sasa hapa anasema kuzingirwa kwa Yerusalemu kwa saa ya mwisho itakayoonekana kama dalili ya mapambazuko ni wakati ambapo Marekani itatangaza Jumapili. Jumapili ambayo ni Sabato ya nini? Ni Sabato ya uongo. Sabato ya uongo. Kumbe chukizo la uharibifu lililosemwa na Mathayo, Luka, lililosemwa na Mathayo, likasemwa na Luka, likasemwa na Marko, utaangalia ya kwamba lilikuwa linazungumzia katika saa ya mwisho itakuwa ni Sabato ya kipapa, yani Jumapili, ambayo itasimama mahali pa Sabato ya kweli ya siku ya saba ya juma, ambayo ni Jumamosi. Ndivyo ambavyo mambo yanavyokwenda hivyo. Kama ilivyokuwa kwa kuzingirwa kwa Yerusalemu na majeshi ya Tito mwaka 66 AD, ndivyo itakavyokuwa katika siku za mwisho, wakati ambapo Marekani itatangaza Jumapili kwa wakazi wa Marekani na ulimwenguni kote. Wayahudi waliokuwa wanatakiwa waione ishara hii wakati ule, walikuwa wanatakiwa wakimbie, waondoke, wajiponye nafsi zao, watoke ndani ya Yerusalemu. Kwa wale waliobaki walipata changamoto kubwa. Lakini katika siku za mwisho watakapoiona Jumapili imetangazwa na taifa la Marekani, wacha Mungu watatakiwa wakimbie miji yao, wakimbie wakajifiche, maana kubaki mijini kutasababisha changamoto na matatizo ya wapate. Hilo ni jambo la muhimu. Kumbe kutangazwa kwa Jumapili ndiyo dalili ya pambazuko, na kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili kutakuwa kumekaribia karibu sana. Usiogope sana unapoona Jumapili inashika nguvu kuwa kwa wakazi wa dunia. Usiogope sana unapoona watoto wetu, ndugu zetu wanakatazwa, wanafanyishwa mitihani siku za ibada, siku za Jumamosi, siku za Jumapili wanaambiwa wapumzike. Usiogope unapoyaona hayo yote. Hizo zote ni dalili za pambazuko zinazokuonesha kwamba mwana wa Adamu anakuja kuwachukua walio wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni jambo la muhimu sana kulifahamu. Kwa hiyo nimeisha kuambia, unapozungumzia Sabato unazungumzia amri ya 4 kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 20 fungu la 8 hadi fungu la 11. Unazungumzia amri ya 4. Amri ya 4. Lakini unapozungumzia habari ya Jumapili au kuzungumzia siku ya kwanza ya juma, haiko mahali popote kwenye maandiko inapojulikana kama siku ya ibada au amri ya Mungu. Hakuna mahali popote. Kwa hiyo saa za mwisho wapo wazishikao amri za Mungu, ikiwemo amri ya 4 na imani ya Yesu. Lakini wapo ambao wanamtaja Yesu, lakini wanakataa amri za Mungu, ikiwemo amri ya 4. Wanaingia wanaacha amri ya 4, wanashika ambayo sio amri ya Mungu. Wanashika ambayo sio amri ya Mungu. Hizi ni injili mbili ambazo zinakinzana, injili ya ukweli na injili ya uongo. Sikiliza,
Wapo wanaomhubiri Yesu wa siku ya 7 ya juma kwa mujibu wa amri ya Mungu, na wapo wanaomhubiri Yesu wa siku ya kwanza ya juma ambayo sio amri ya Mungu. Hizi ndizo injili feki za mwisho zitakazotuleta mwisho wa wakati, kutuonesha dalili ya pambazuko la kuja kwa Kristo mara ya pili. Mara ya pili ni jambo la muhimu sana kulifahamu. Ngoja nikupeleke kwenye kitabu kinachoitwa Nuru Safarini, ukurasa wa 437. Mungu ameweka wazi kile ambacho kitatokea katika siku za mwisho, ili kwamba watu wake wapate kujiandaa kusimama dhidi ya dhoruba ya upinzani na ghadhabu. Tayari vuguvugu la utunzwaji wa Jumapili limekwisha anza gizani. Viongozi huzidi kuuficha ukweli wa jambo hili. Wengi wanajiunga na jambo hili, hawajui mkondo wake wa chini chini unapoelekea. Naomba usikie. Huyu ni nabii alizungumza maneno haya miaka mingi imekwisha kupita. Anasema vuguvugu la utunzaji wa Jumapili limekwisha kuanza gizani. Sasa hivi 2025, hususan Disemba 2025, hatusemi ya kwamba Jumapili iko gizani. Jumapili iko kila mahali. Watu wanaabudu siku ya Jumapili, na wengine wanaenda mbali sana, wanasema Jumapili ndiyo sabato ya Bwana, Jumapili ndiyo siku ya kuabudu. Ndiyo mambo kama hayo unavyoangalia. Rejea, kuna somo ambalo nilikwisha kufundisha nikarusha katika YouTube channel hii lililokuwa linajibu swali sabato ni ya Wayahudi. Ukisoma pale kwa undani utaelewa sabato ni kitu gani na Jumapili ni kitu gani. Nimewahi kueleza pale. Unapofuatilia hilo somo unaweza kuelewa. Katika channel hii ya Jukoki TV utaelewa jambo hili. Sasa nabii anasema Jumapili imekwisha kuanza gizani. Wakati huo anazungumzia kwenye miaka ya 1890 huko ndiko alikuwa anazungumzia Jumapili imekwisha kuanza gizani, utunzaji wa Jumapili. Na anasema ya kwamba imekwisha kuanza gizani sio kama makanisa, anazungumzia kama taifa. Kwa mfano kama mataifa makubwa kama mataifa ya Marekani na mataifa yote ulimwenguni kote, utunzaji wa Jumapili umekwisha kuanza gizani. Anasema na viongozi uzidi kuuficha ukweli huu. Wapo viongozi wa kidunia, wapo viongozi wa kimataifa wanazidi kuuficha ukweli huu. Wanazidi kuuficha ukweli huu. Na wengine hawajui mkondo wa hii Jumapili unaelekea wapi. Hawajui ya kwamba ni vita kubwa, Jumapili ikiwaandaa zaidi sana kwa ajili ya vita dhidi ya Mungu, ambayo tunasema kwenye kitabu cha Ufunuo 16, vita ya Armageddon. Vita ya Armageddon. Sikia, anaendelea kusema. Anasema kwamba madai yake ni ya upole, lakini madai yake ni ya upole na yanaonekana kama ya Kikristo, lakini atakaponena atadhihirisha roho ya joka. Anazungumzia habari za Marekani hapo. Sikia, nabii anaonesha vuguvugu la utunzaji wa Jumapili limekwisha kuanza gizani. Kwa sasa wakati huu mwaka 2025 utunzaji wa Jumapili hauko tena gizani. Hauko tena gizani hata kidogo. Watu wanaipenda Jumapili, watu wanaishangilia Jumapili, siku ya kwanza ya juma, ambayo ni tofauti na amri za Mungu. Amri ya 4 inayosema ikumbuke siku ya Sabato na uitakase, kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 20 fungu la 8 hadi fungu la 11. Nahitaji nikwambie kuwa Jumapili ni dalili ya kuwa tumefikia karibu na mwisho wa wakati. Unapoona watu wanaishangilia ni dalili ya kwamba ya pambazuko, ya kwamba Yesu Kristo anakuja. Shikilia sana imani yako, usije ukanyang'anywa na wahuni wanaojiita wa Kristo katika vazi la Ukristo. Huko wanaitunza Jumapili wakisema Jumapili ni Sabato, kumbe Sabato sio Jumapili. Rejea mafundisho ambayo nimekwisha kufundisha katika vipindi ambavyo vimetangulia. Ni jambo la muhimu sana kulifahamu. Sasa nahitaji nikwambie kwamba katika sehemu hii ninahitaji nikomee hapo, nikukaribishe katika somo lingine ambalo litafuata mara baada ya hili somo, sehemu ya 4 ya somo hili.
Mungu akubariki sana. Mungu akutie nguvu kuyazingatia haya mambo. Sikiliza, unaposikia tunazungumzia habari ya Sabato, ya kwamba Sabato ni siku ya 7 ya juma, na siku ya 7 ya juma kwa mujibu wa Luka sura ya 23 fungu la 51 na kuendelea hadi fungu la 50, hata sura ya 24 fungu la kwanza, utagundua ya kwamba siku ya 7 ya juma, siku ya 7 ya juma ni Jumamosi. Hiyo ndiyo Sabato ya Bwana, ndiyo siku ya Sabato. Na Jumapili, siku ya kwanza ya juma, sio siku ya Sabato, bali ni siku ya kazi. Sasa Marekani wanapoitangaza Jumapili, kwa mujibu wa hizi nukuu tulizosoma, itakuwa ni siku ya kupumzika, itakuwa ni siku ya kupumzika na itakuwa ni siku ya ibada. Na utakapoyaona hayo, basi ni dalili ya mapambazuko. Ninaendelea kuichambua hii kwa kina zaidi, uelewe ya kwamba anavyovizungumzia hapa vinatuonesha Jumapili na Jumamosi, injili ya kweli na injili ya uongo. Injili ya kweli kwa mujibu wa kitabu cha Luka cha Mathayo sura 24 aya ya 14, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote kuwa ushuhuda kwa mataifa, na hapo ndipo mwisho utakapofika. Habari njema ya ufalme anayozungumzia hiyo kwa mujibu wa kitabu cha Yohana sura ya 14:15 anasema ya kwamba mkinipenda mtazishika amri zangu. Ufunuo wa Yohana sura ya 14 aya 12 anasema wenye hekima wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Sikiliza, injili ya kweli ndani yake ina amri za Mungu na imani ya Yesu. Injili ya uongo ndani yake kuna habari za Yesu, lakini wanakataa amri zake, ikiwemo amri ya 4, ikumbuke siku ya Sabato na uitakase. Hizo vikionekana ndizo dalili za kwamba tunakaribia mwisho wa wakati. Mungu akubariki, Mungu akutie nguvu, Mungu akuongoze katika jina la Yesu, amina. Karibishe katika sehemu ya 4 itakayokuwa ikiendelea. Hebu sasa tukaombe. Baba yetu na Mungu wetu mfalme unayeishi juu mbinguni, tuongoze katika masomo haya, na hili ambayo tumejifunza tunaamini fika kabisa ya kwamba umetuongoza, umetufahamisha. Mbariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji, anapoyasikia haya akazingatie, akaelewe, akaone haya mambo yalivyo. Anaposikia haya mambo asinyamaze, akazingatie. Na sema haya yote nikiamini ya kwamba Baba umesikia, katika jina la Kristo Bwana wetu, amina. Mkoa kwa mkoa, taifa kwa taifa, bara kwa bara, na Jukoki TV, mwanga wa Injili.